Karibu ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu daktari wenu Dr. Chikaramoto. Niko hapa kwa ajili ya kuwaleteni maada mbalimbali, elimu mbalimbali zihusuyo maisha yetu ya kila siku tunayoishi katika jamii yetu, maisha tunayoishi katika biashara zetu, katika maradhi ambayo binadamu tunakutana nayo, ni jinsi gani ya kupambana na kutatua yale maradhi tunayokutana nayo katika maisha tunayoishi. Kwa sababu binadamu ni mtu ambaye amekuwa ni mtu wa kukutana na changamoto za aina mbalimbali. Binadamu wamekuwa ni kama mtumwa wa matatizo, lakini haya matatizo hayaji kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu tumeumbwa ili tuweze tukapambana na changamoto za aina mbalimbali ambazo zinaweza kutokea katika maisha yetu. Na ndio mara nyingi unapokutana na changamoto, usikimbie changamoto, kwa sababu unapokimbia changamoto ina maana umeshindwa mtihani wa kimaisha. Changamoto ndio zinakupa umakini na uimara katika kupambana, kuweza kupambania maisha, kwa sababu wewe una familia au una matarajio ya kuwa na familia. Sasa zinaweza ukawa na familia ukakutana na changamoto hizo, au ukakutana na changamoto mbalimbali za kwako moja kwa moja. Alafu kuna changamoto ambazo zinakutana labda na familia yako, watoto wako, mume wako, mke wako, ambayo mtu wa kuzitatua hizo changamoto ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo utakapoanza mapema kukimbia changamoto, amini hizo changamoto sio kwamba utakuwa umezikimbia moja kwa moja, zitaendelea kuwepo katika maisha yako mpaka siku unapokuwa umeondoka katika hii dunia au unaingia kaburini, ndio utakapoachana na changamoto. Lakini kama upo katika hii dunia iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu, lazima upite katika vipindi mbalimbali ambavyo hivyo vipindi vitakuimarisha. Wakati mwingine kuna changamoto za kukukatisha tamaa, lakini sasa ni wewe utakuwa ni mvumilivu kwa kiwango gani, utakuwa ni mpambanaji kwa kiwango gani kuweza kuepukana na zile changamoto. Sasa ndugu zangu, ni siku ya leo nitaka niwaleteni elimu inayohusiana na majini. Kuna watu wengi wanataka kujua, jamani dokta, mwisho wa mtu akiwa na majini mwisho wake ni upi? Na nilishawaelezeni katika vipindi mbalimbali vilivyopita kwamba majini ni viumbe navyo vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, na majini wanaishi lakini mwisho wao nao ufa. Sasa kama majini wanaishi na mwisho wao hufa, elewa kwamba na hata wewe mwanadamu unapokuwa unaishi na majini, mwisho wako utakapokuwa labda umekufa, wale majini wanaenda wapi? Kwa sababu unaweza wewe kuanza kufa majini yakabaki, unaweza majini yakafa wewe ukabaki. Sasa hivi vitu vikisha kutokea, ina maana jitahidi viwe vinaishia pale pale, kwa sababu kuna watu wanapenda kuishi na majini na kuna watu wanaishi na majini, lakini yale majini yawezekana wewe ndio umehitaji kuishi nayo, wewe ndio umehitaji kuishi katika ulimwengu wa majini, lakini unaweza kuzaa mtoto ambaye yeye hayo mazingira hata yapenda, lakini yeye hatapenda kuishi hayo maisha ambayo wewe uliokuwa unaishi. Sasa mwisho, hatima ya yule mtu ambaye anaishi na majini, hatima yake ni yale majini yanatengeneza ukoo, yanatengeneza mizizi. Ina maana utaishi nayo wewe,
yataishi kwa watoto, kwa sababu ile koo unatengeneza koo ya mjumuiko ya wanadamu na majini. Sasa unapotengeneza koo, ile koo itadumu. Ina maana atakapokuja kuwa mjukuu wako au mwanao, ina maana naye anaweza kuja kuingia kwenye hizo changamoto pasina yeye kuhitaji au pasina yeye kujua, kwa sababu tayari wewe ambaye uliyeingia kwenye yale maagano na majini ulishatengeneza mizizi. Sasa tayari umeshatengeneza ukoo. Kwa hiyo ile familia za majini zinajuana. Nilishawaambia kuna koo za majini, koo milioni 70 kabila, ambao yani kabila za majini yako makabila milioni 70. Sasa wewe yale makabila, zile koo zinaendelea kuwepo, zinaendelea kukua, zingine zinaondoka duniani, nyingine bado zinazaliana. Sasa zinapozaliwa nyingine, zinapokuja kuona kwamba labda mwanao au mjukuu wao, zinamuona kwamba huyu alikuwa ameweka, mzazi wake alikuwa ameweka ushirikiano na wazazi wetu au na familia zetu. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe tayari kile kizazi kinaendelea kukua, kinakuwa kizazi na kizazi ambacho kina ushirikiano na majini. Sasa kinaweza kuwa umeshirikiana na majini ambao ni majini ambao wanaleta laana, ni majini wabaya, ni majini wa mikosi, ni majini ambao hawana faida kwenye familia yako. Kwa hiyo unapofanya jambo, nikiwa naongea hivi nikiwa na maana moja, unapofanya mambo, angalia hili jambo hatima yake au mwisho wake utakuwa nini. Usifanye jambo hata ukiwa umekufa ukawa unaongelewa mabaya au unalaaniwa kutokana na ile mbegu uliobaki umeipanda duniani, ikawa ni mbegu mbaya zaidi, ambayo ikawa imefanya ukoo wako umetengeneza ushirikiano ambao ni mbaya, ambao unadumu milele na milele. Sasa ndugu zanguni, lakini ninachotaka kuambia, kuna njia za kuvunja maagano hayo, kuhitimisha hayo yaliyoanzishwa kizazi na kizazi. Sasa hayo yote, kama utaona wewe katika familia yako kuna changamoto za majini wabaya, kuna huyu sijui mtoto amepatwa na majini, huyu kapatwa na majini, sijui huyu ana dalili za majini, hebu mara moja mtafute Dr. Chikalamoto ili akutoe kwenye hayo maagano. Maagano mengine si mazuri, yanakutenganisha, yanatenganisha mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jitahidi kujua haya mahusiano ni mazuri au ni mabaya, au mahusiano haya ambayo tulionayo ni mahusiano ambayo yalikuwa si sahihi kwetu. Kitoka kwenye hayo maagano, uishi katika maisha mazuri ya mahusiano mazuri ya wewe na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zanguni, nadhani mtakuwa mmenielewa kwa siku ya leo nilikuwa na maanisha gani, kwamba hatima ya mahusiano na majini wakati mwingine yanakuwa yanadumu pasina mtu wa kutokea kusitisha yale mahusiano ya binadamu na majini. Nafikiri kwa leo naomba niishie hapo. Kwa yeyote atakayekuwa na maswali zaidi, anaweza kupiga namba za simu hizo zinazopita hapo, au unaweza kusubscribe chaneli yangu ukawezelea kupata mambo mengine zaidi na zaidi ya haya. Asante kwa kunisikiliza na karibu sana.